Waziri wa Katiba na Sheria wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Damas Ndumbaro amesema mawakili kutoka Kenya waliozuiliwa kuingia nchini Tanzania kumtetea mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu hawakuwa na leseni ya kufanya shughuli za uwakili Tanzania. Ndumbaro ametoa kauli hiyo jijini Dodoma Mei 20 mwaka huu wakati akizungumza na waandishi habari kuhusu mafanikio ya wizara hiyo kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya 6. Ndumbaro amesema walichokuwa wanakuja kukifanya hapa Tanzania ni uvunjifu wa sheria za Tanzania, jambo ambalo halikubaliki. Kwa uelewa wangu, wale hawana leseni ya kufanya shughuli za uwakili hapa Tanzania, kwa hiyo walichokuja kukifanya ni uvunjifu wa sheria zetu. Lakini kwa nini waje kwetu wakati kwao yamewashinda? Nyumba yako inawaka moto, unataka kuzima jirani. Huu ni unafiki, na sisi wa Tanzania hatutaki unafiki. Kwenye eneo la haki za binadamu tupo vizuri sana. Na muunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kauli yake aliyoitoa, alisema Damas Ndumbaro. Lakini mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Uganda Muhoozi Kainerugamba ameonyesha kuunga mkono hatua ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuwazuia wanaharakati na mawakili wa Kenya kuingilia masuala ndani ya Tanzania. Muhoozi amemsifu Rais Samia kwa kuwa kiongozi mwenye maamuzi thabiti, huku akisema kuwa ni miongoni mwa viongozi anawapenda barani Afrika. Mama Samia Suluhu, Rais wa Jamhuri, ni miongoni mwa viongozi ninaowaenzi barani Afrika. Ni mwenye msimamo thabiti na hapendi mambo ya kipuuzi. Asante mama, ameandika mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Uganda Muhoozi Kainerugamba katika akaunti yake ya X. Kauli yake inajiri baada ya wanaharakati wa Kenya akiwemo Martha Karua na Willy Mutunga kuzuiliwa kuingia Tanzania wakitaka kufuatilia kesi ya Tundu Lissu ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uchochezi na uhaini. Rais Samia Suluhu Hassan amesisitiza kuwa Tanzania haitaruhusu wageni kuingilia masuala yake ya ndani, huku akisema kuwa nchi ya Tanzania si shamba la bibi ambapo kila mtu anaweza kusema au kufanya anavyotaka bila mipaka. Lakini mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, wakili Onesimo Olengurumwa, amelishauri jeshi la polisi kutoa taarifa ya umma juu ya wapi walipo wanaharakati Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agatha Tuhaire wa Uganda ili kuepusha taharuki zozote zinazoweza kujitokeza kutokana na ukimya huo. Hayo ameyasema Mei 21 mwaka huu wakati akizungumza na waandishi habari jijini Dar es Salaam, ambapo amesema taarifa zilizotolewa za kuwa wanaharakati hao wamerudishwa kwenye nchi zao, jambo ambalo halikufanyika. Hivyo amelishauri jeshi hilo kuwa kama kuna kesi zinazowakabili wanaharakati hao, taratibu za kisheria zifuatwe ili wafikishwe mahakamani, na kama hakuna warudishwe kwenye nchi zao. Onesimo Olengurumwa ameongeza kuwa kitendo cha kuwashikilia, kuzuia mawakili kuwapa huduma kama wateja wao kunajenga imani nje ya nchi kuwa huenda nchi haiheshimu misingi ya sheria na haki za binadamu. Amesema jambo hilo linatia doa taifa na kwamba ingetumika zaidi busara katika hilo. Wanaharakati Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agatha Tuhaire, mwanahabari na wakili kutoka Uganda, waliripotiwa kukamatwa na kushikiliwa katika kituo cha kati Dar es Salaam, Tanzania kwa madai ya kutoa taarifa za uongo ili kuingia nchini, ambapo walifika nchini Tanzania Mei 18 mwaka huu. Mei 19 mwaka huu THRDC ilitoa wito kwa jeshi la polisi kuheshimu viwango vya kimataifa vya haki za binadamu vinavyohusu watu walioko kizuizini. Lakini habari njema ni kwamba Boniface Mwangi amepatikana leo akiwa hai kwao. Wakati hayo yakijiri, taarifa zingine zinaeleza kuwa mwenyekiti wa ACT Wazalendo ambaye pia ni makamu wa rais wa Zanzibar amenyimwa kutumia kiwanja cha Nguzo 8 kinachomilikiwa na jeshi la zimamoto kufanya mkutano wake wa hadhara katika wilaya ya Shinyanga mjini. Othman Masoud ana ziara kwenye majimbo mbalimbali ya kanda ya Ziwa, akianzia jimbo la Shinyanga mjini tarehe 24 Mei mwaka huu. Taarifa ya jeshi la zimamoto na uokoaji inasema kuwa mkutano wa makamu wa kwanza wa rais Othman Masoud umepigwa marufuku kufanyika katika kiwanja hicho kwa sababu viwanja vya jeshi havitumiki kwa shughuli za kisiasa. Kwa upande wake, naibu katibu wa uenezi wa ACT Wazalendo Shangwe Ayo amesema kuwa taarifa hiyo ya jeshi la zimamoto haina msingi wowote kwa sababu marufuku ya viwanja vya jeshi inahusu viwanja vya ndani ya kambi za jeshi na sio viwanja vya wazi vinavyomilikiwa na jeshi. Aidha amesema viwanja hivyo vimetumika mara nyingi kwa shughuli za kisiasa na zuio la sasa linakusudia
kuhujumu ziara ya mwenyekiti wa ACT Wazalendo ambaye pia ni makamu wa rais wa Zanzibar. Lakini taarifa nyingine ni kwamba naibu katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma Tanzania bara Benson Kigaila amesema kuwa Mei 21 mwaka huu itasalia kuwa ni siku ya kihistoria kwa kile alichokiita kufungwa rasmi kwa ukurasa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Hii ni kufuatia viongozi wa chama kadhaa kuhamia rasmi katika chama cha ukombozi wa umma. Kigaila amenukuliwa akisema chama kimepoteza mwelekeo na malengo yake ya kuanzishwa. Tumeamua kujiunga na Chauma na tutahakikisha kinakuwa chama kikuu cha siasa nchini Tanzania, alisema Benson Kigaila. Aidha, Kigaila ameeleza kuwa msingi mkuu wa chama cha siasa ni kushika dola kupitia mchakato wa uchaguzi na kwamba kushindwa kushiriki uchaguzi ni sawa na kupoteza dira ya kisiasa. Kwa mujibu wa Kigaila, amesema uamuzi wa viongozi hao kuhama kutoka Chadema unaashiria mwamko mpya wa kukabiliana kwa ajenda ya Chauma katika kuleta mabadiliko ya kweli kwa Watanzania. Kwa upande wake, wakili Peter Madeleka aliyehamia ACT Wazalendo amenukuliwa naye na vyombo vya habari akisema nipo ACT Wazalendo ili kuimarisha nguvu katika upinzani, hivyo kutoa fursa kubwa ya matumaini kwa Watanzania kwamba muda sio mrefu tutafika kule tunapopataka. Hitaji la kuwa na maendeleo ya kisiasa, hitaji la kuwa na demokrasia katika nchi yetu na hitaji la kuwa na utawala unaoheshimu haki za binadamu ni vita, na ni vita yoyote inayopiganwa na ni lazima ipiganwe kwa njia nyingi. Huwezi kuweka mayai yote kwenye kapu moja. Sasa wapo wanasiasa wenzetu kwenye vyama vingine wana staili nyingine ya kupambana ili kuhakikisha nchi inakuwa na demokrasia, lakini ACT Wazalendo yenyewe haipo nyuma. Yenyewe nayo ina njia yake ya kuhakikisha tunaenda kule Watanzania wanapopataka. Ni kauli ya wakili Peter Madeleka aliyoitoa Mei 20 mwaka huu wakati akizungumza na waandishi habari huku akijiondoa rasmi ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na kujiunga na ACT Wazalendo. Lakini mwenyekiti wa chama cha ukombozi wa umma cha umma Hashim Rungwe amesema hakuna maendeleo ya kweli katika taifa linalokabiliwa na changamoto ya lishe duni, huku akisisitiza kuwa msingi wa taifa imara ni wananchi wenye afya bora. Taifa ambalo halina lishe hakika haliwezi kuendelea, na ndiyo maana sisi Chauma tunaamini kuwa ili kujenga taifa madhubuti na lenye watu imara ni lazima tuhakikishe kuwa watu wake wanalishe madhubuti tangu wakiwa watoto. Huwezi kujenga taifa imara kama watu wake wanakuwa na shida ya utapiamlo. Ndiyo maana halisi ya kauli mbiu yetu ya ubwabwa kwa wote. Karibuni tukajenge taifa linaloshiba na lenye afya njema, amesema mwenyekiti wa chama hicho Hashim Rungwe. Kauli hiyo ameitoa Mei 21 mwaka huu katika ukumbi wa Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam, chama ambacho kimepokea wanachama wapya zaidi ya 1000 kwa sasa, huku wengi wao ni wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Uongozi wa chama hicho umesema umeanza mkakati wa kampeni ya siku 14 ya nchi nzima iliyopewa jina la C4C kwa maana ya Chauma kwa mabadiliko. Wakati hayo yakijiri, katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa CPA Amos Makalla amesema Rais Samia Suluhu Hassan amemuenzi aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli kwa kukamilisha miradi yote ya kimkakati aliyoiacha ikiwa haijakamilika kwa kuikamilisha. Makalla ameeleza hayo Mei 20 mwaka huu wakati akizungumza na wananchi katika eneo la Mgaza katika wilaya ya Chato mkoani Geita, ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake ya siku 7 katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Makalla amesema Daktari Magufuli aliongoza Tanzania vizuri na kuanzisha miradi mingi ya maendeleo na kufanya mambo mengi makubwa, na kifo chake kilipelekea hofu na wasiwasi kwa watu juu ya utekelezaji wa miradi hiyo mikubwa ya kimkakati. Mungu akamjalia ujasiri Dr. Samia Suluhu Hassan. Hotuba yake ya kwanza bungeni aliahidi kwamba mimi nilikuwa msaidizi namba 1 wa John Pombe Magufuli na waahidi wa Tanzania chochote alichokianzisha nitakikamilisha, na mbali ya kukamilisha ipo miradi mingine nitaianzisha, alisema CPA Makalla. Miradi ambayo Rais Samia aliyoiendeleza ni pamoja na mradi wa Kigongo Busisi, kukamilishwa kwa hospitali ya kanda, kutoa shilingi bilioni 37 kwa ajili ya mradi mkubwa wa maji katika miji 28 Chato, ikiwa ni pamoja na shilingi bilioni 1.7 kwa ajili ya ujenzi wa soko la samaki Chato Beach. Hii ni Sky4 Media.